Jeshi la Polisi mkoa wa Geita limeendelea kuimarisha hali ya ulinzi na usalama, kudhibiti uhalifu na kuhakikisha kwamba usalama wa wananchi na mali zao unaendelea kuimarika kupitia operation doria na misako mbalimbali, ambayo kuanzia Januari 2026 jumla ya watuhumiwa 200 wamekamatwa kwa tuhuma mbalimbali zikiwemo makosa ya kupatikana na noti bandia, mali za wizi, nyara za serikali, vifaa vya kupigia ramli chonganishi, lakini pia wahamiaji haramu ambao wameingia nchini bila kibali, pamoja na pombe haramu ya moshi. Katika operesheni hiyo ambayo siku ya tarehe 5 Januari 2026 majira ya saa 5 usiku, Jeshi la Polisi lilipokea taarifa kutoka kwa msiri kwamba maeneo ya Mwatulole, kata ya Buhalahala, manispaa ya Geita, kuna mtu ana noti bandia. Baada ya kupokea taarifa hizo, askari walifanya ufuatiliaji wa haraka na kuendesha msako wa kumkamata mtuhumiwa huyo. Katika msako huo, Jeshi la Polisi mkoa wa Geita lilifanikiwa kumkamata Lavio Edgar akiwa na gari ya aina ya Harrier rangi ya silver ambayo ni mali ya Adelina Mkina, mkazi wa Mwanza. Baada ya upekuzi katika gari hiyo, tulifanikiwa kukamata noti bandia zenye thamani ya milioni 1,931,000. Na katika mahojiano mtuhumiwa huyo alikiri kutengeneza yeye mwenyewe noti hizo, ambapo alitupeleka mahali ambapo alikuwa baada ya kumpekua tulimkamata na laptop moja aina ya HP desktop na printer moja aina ya Epson vinavyodaiwa kutumika katika utengenezaji wa noti bandia. Aidha, mtuhumiwa huyo alikutwa akiwa na nyaraka mbalimbali za serikali na alikiri kwamba kompyuta hiyo pia anaitumia kugushi nyaraka mbalimbali za serikali. Na katika mahojiano zaidi, mtuhumiwa huyo alikiri kuzisambaza noti hizi kwa mikoa ya jirani, na ambapo tulifanikiwa kumkamata Christian Christopher, mkazi wa Mwanza, ambaye yeye alikutwa na noti bandia za Kitanzania zenye thamani ya shilingi 26,000, zikiwemo noti 2 za shilingi 10,000 na noti 3 za shilingi 2,000. Lakini sambamba na hilo tulimkamata pia Upendo Emmanuel ambaye amekutwa akiwa na noti bandia za Kitanzania zenye thamani ya shilingi 473,000, zikiwemo noti 34 za 10,000 na noti 25 za 5,000 na noti 4 za shilingi 2,000. Hivyo kufanya jumla ya noti bandia zilizokamatwa ni jumla ya shilingi 2,430,000 za Kitanzania. Sambamba na hivyo, Jeshi la Polisi tumeendelea na operation mbalimbali za kupambana na uhalifu na tumefanikiwa kukamata watuhumiwa 47 wa makosa ya uvunjaji na kuiba, sanjari na vielelezo ikiwemo pikipiki 41 ambazo watuhumiwa wamekiri kwamba zimeibiwa katika maeneo tofauti hapa Tanzania. Lakini pia katika kudhibiti wizi wa mifugo tumekamata ng'ombe 8, simu janja 5, mbuzi 73, mabati 5, magodoro 5, friji 1, sofa 4, zulia 1 na sabufa 1, ambazo baada ya utaratibu wa kisheria wananchi walitangaziwa na karibu vitu vyote vimetambuliwa, na taratibu za kisheria zikikamilika watuhumiwa watafikishwa mahakamani. Lakini sambamba na hilo tumefanya operation mbalimbali za madawa ya kulevya pamoja na watumiaji. Kwa kuwa mtuhumiwa tuliyemkamata anayo mashine ambayo yeye mwenyewe alikuwa anatengeneza, hakuipeleka kwenye maduka ya fedha. Alikuwa anatafuta watu ambapo anakubaliana nao, ukiweza kuuza au kuzitumia hizo noti zikifika 100,000 basi unapata 10,000. Na kama unaona hao wote ambao tumewakamata nazo wamekubali kweli, walipewa na mtuhumiwa kwa makubaliano maalum. Lakini wamezipeleka mahali ambapo kama kwenye mabaa
ambapo usiku inakuwa ni ngumu kufuatilia na kujua kwamba hii ni noti bandia.